Ni Tajamala Saada na Sudi kuambatana nayo tena katika gumzo asubuhi ya leo ndani ya Good Morning Arise. Langu jina ni Samson Kesi, na kama ilivyo ada huwa pia tunaambatana na wageni katika gumzo, si tu habari lakini pia mada mbalimbali zinazohusu masuala ya kijamii, kisiasa na hata saa nyingine masuala ya kiuchumi. Na imekuwa ni Tajamala zaidi kuungana tena na Faris katika swala zima la masuala ya uokozi. Na leo kipekee kabisa nimelitaja jina lako vyema. Umetaja vyema, lakini tunasema kwamba unapomtaja askari anatangulia cheo chake alafu nafuata jina lake. Kwa hiyo hapo umetaja corporal, maana kipindi kile nimekuja nilikuwa corporal, lakini sasa hivi nimepanda, nimekuwa ni sergeant. Unaweza kusema kwamba kuna mchango wa sisi kama Arise TV kwenye kupanda kwako cheo? Ni mchango mkubwa. Tunasema kwamba jinsi unavyoendelea kufanya kazi na watu mbalimbali, ndio kunakuwa na maombi ambayo mtu anaweza kukuombea kwa kiasi fulani, na vile vile unavyoendelea kufanya kazi zako, kwa hiyo unaendelea kubarikiwa. Kwa hiyo sasa hivi na Ibra Baka mnashare cheo? Tunashare cheo. Basi imekuwa ni Tajamala zaidi. Amesema kwamba yeye sasa hivi ni Sergeant Faris, anatoka jeshi la zimamoto, mkoa wa Zimamoto pale Temeke, na tumeungana naye kwa siku hii ya leo. Kuna jambo kubwa tunataka kuzungumza. Zipo ajali zinatokea barabarani, yapo matukio mengi yanatokea hususan katika vyombo vya usafiri tunavyotumia, na kipekee zaidi tunazungumzia namna gani ya kufanya uokozi ulio salama hasa linapotokea tukio la ajali. Karibu sana ndugu Koplo, Sergeant Faris, katika kutufafanulia hili. Jeshi la zimamoto na uokoaji, tumezoea kwenye matukio ya moto, linahusika vipi kwenye uokozi wa hasa za ajali za barabarani? Kama ulivyosema, jeshi la zimamoto linaendeshwa na sheria yake mama ambayo sheria namba 14 mwaka 2007 chini ya vifungu vyake ambavyo vinavyosimamiwa. Sasa tunasema kwamba majukumu mojawapo ya jeshi la zimamoto na uokoaji ni kuokoa maisha na mali. Ndio. Sasa unavyozungumzia kuokoa maisha na mali, utaokoa sehemu mbalimbali. Umeona, utaokoa kwenye moto, utaokoa kwenye majanga aina yoyote. Ndio. Kwanza kuokoa maana yake tunasema ni kukitoa kitu fulani sehemu hatarishi na kukipeleka sehemu ambayo ni salama. Hapo utakuwa tayari umeshaokoa. Haijalishi ni kitu cha aina gani, lakini umeshakitoa sehemu ambayo ni hatarishi, umekipeleka eneo salama. Inaweza kawa binadamu, inaweza kawa ni mali, inaweza kawa kitu chochote kile ambacho cha muhimu. Kwa hiyo jeshi la zimamoto limekuwa likifanya maokozi aidha ya mali kupeleka sehemu salama. Hususan mali tutaokoa sehemu zile kunazokuwa kuna majanga mbalimbali, kwa mfano kama vile mafuriko inaweza katokea, unaweza kaokoa labda kwenye moto, unakuta moto unawaka, kitu cha kwanza ni kwenda kufanya maokozi. Lakini vile vile kwenye ajali barabarani utafanya maokozi ya mali. Lakini kwa asilimia kubwa sana, cha kwanza kinachotakiwa kuokolewa sehemu yoyote ile tunasema ni binadamu. Uhai ndio kinakuwa cha kwanza kukiokoa. Kwa hiyo jeshi la zimamoto kwa asilimia kubwa tunasema tunafanya kwanza maokozi. Umeona, ndipo tunakuja kuzima moto. Kwa hiyo hata kama moto ukitokea, cha kwanza ni kuokoa. Hivyo hivyo barabarani. Kwa hiyo kwa upande wa barabarani, jeshi la zimamoto wananchi wanaweza kawa na jiuliza, jeshi la zimamoto linahusikaje barabarani? Linakuwaje? Likitokea tukio la ajali barabarani tulipigia jeshi la zimamoto. Jeshi la zimamoto limekuwa likifanya maokozi. Maokozi ya namna gani? Kumtoa, kama nilivyofafanua pale awali kwamba kumtoa yule muhanga anayeathirika na ile ajali, au kutoa mali zake kuziweka katika hali ya usalama. Lakini vile vile kulinda yale mazingira. Ajali imetokea, haijatokea moto aina yote, lakini mzimamoto anapofika pale anakuja kwenda kufanya ulinzi. Namna gani ya kuweza kuweka kinga ili moto ukijitokeza aweze kupambana na lile tukio kwa haraka zaidi. Tumeshuhudia ajali nyingi barabarani kwa miaka kadhaa hasa, lakini ikiwa ni mwishoni mwa mwaka. Mmewahi kujitathmini kama jeshi la zimamoto, licha ya kuokoa, mmewahi kuangalia ni sababu zipi hasa huwa zinapelekea ajali nyingi barabarani, hususan hasa kipindi cha mwisho au kuelekea mwanzo wa mwaka? Tunasema ajali nyingi zimekuwa zikitokeza, unakuta labda ni uzembe. Inaweza kujitokeza kwa uzembe kwa namna gani? Kuendesha kwa spidi, hauwezi kuzingatia zile alama za barabarani. Kwa mfano kuna sehemu ambayo barabara imeandikwa hapo tembee kwa spidi 50. Lakini wewe kwa sababu unataka uhai unaongezea spidi. Ndio maana kwenye nchi zilizoendelea wenzetu wameweka kamera. Zile kamera kazi yake nini? Ikitokea wewe umeendesha kwa spidi, hakuna askari ambao anaenda kukugusa.
bali kamera ikikupiga tu picha ina maana wewe utaenda kulipa faini, mtajuana nyinyi wenyewe huko huko, umeona. Kwa hiyo zile zinakinga. Kwa hiyo ili uweze kupunguza haya madhara ya ajali barabarani, kwanza wewe mwenyewe ujali zile alama za barabarani zilizowekwa au sheria, zingatia sheria za barabarani. Ukishazingatia sheria za barabarani utaweza kuona matukio yakitokea. Au kwa mfano kama mtu mwingine unakuta kuna alama zile za barabarani ambayo aina ya zebra. Ndio. Unakuta kuna alama ya kuonyesha ambayo ya kawaida, lakini kuna alama ya tahadhari. Ndio. Umeona? Ya msisitizo kwamba hapa kuna zebra. Sasa kwenye zebra unakuta mtu anapita kwa kasi au anaendesha chombo chako cha usafiri, unakuta unakatisha tu moja kwa moja kwa haraka zaidi kwa speed ile labda ile speed 100 au speed 80 unakatisha ile. Lakini unashauriwa kwamba ukishafika kwenye zebra au ukiona kibao cha zebra inatakiwa upunguze speed au usimame kabisa ili kuangalia kwa usalama zaidi. Inawezekana kiumbe cha aina yote kinavuka, lakini wewe utapita kwa speed, ina maana hujazingatia, umevunja zile sheria ambazo zinazoweka barabarani. Kwa hiyo inaweza kawa ni uzembe, lakini vile vile uchakavu wa vile vifaa tunavyovitumia hatuvifanyii service, hatuviangalii kwamba je, hiki kifaa ninachokitumia au gari langu ninavyoendesha ina uimara wa kuendesha kwa spidi hii inayohitajika. Lakini vile vile inaweza katokea labda kwa leakage ya mafuta tu yenyewe, kimiminika kinavuja na kanyaga breki, breki haikamati, unakuta gari inaserereka gari. Kwa hiyo inaweza kusababisha kwa namna hiyo, lakini kwa asilimia kubwa sana unaweza kukuta ni uzembe, uvutaji wa unywaji wa ulevi, utumiaji wa vilevi. Kwa mfano hususan ni kipindi hiki cha sikukuu, unakuta watu wanaenda kufanya starehe kwenye mabichi, kwenye mapabu, unakuta wanachukua wanakuja labda 3, 4 wanakuja kwenye gari moja. Kwa hiyo wote unakuta wamelewa. Hamna mtu ambaye anatoa msaada kuendesha gari, hakuna. Kwa hiyo moja kwa moja inaweza kusababisha madhara. Madhara makubwa yanaweza kutokea kwa sababu ya utumiaji wa vilevi. Sababu akili inakuwa tena sio ya muendeshaji, inakuwa ni akili ambayo tayari imechanganyika na ulevi. Tunaangalia pia Jeshi la Usalama Barabarani, trafiki, pamoja na Red Cross au Msalaba Mwekundu, mna ushirikiano kiasi gani? Kwa sababu tunaamini wale wanasimamia sheria za usalama barabarani, ninyi mnasimamia sheria ya uokozi pamoja na sheria, Jeshi la Zimamoto na uokozi mnasimamia masuala ya uokozi. Red Cross wanasimamia kwenye swala zima la pia la kunusuru maisha ya wahanga kwenye matukio mbalimbali, aidha ni ajali zinazosababishwa magorofani, zinazosababishwa barabarani na sehemu nyingine. Utatu huu mnashirikiana vipi kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya kwa nafasi yake pasi na kumuingilia mwenzake kwenye majukumu? Vizuri. Tunasema linapotokea janga la aina yote, hususan kama barabarani, tumekuwa tukishirikiana nao. Kwa sababu traffic atakaa barabarani, aidha anaweza kaona lile tukio, lakini vile vile mwokoaji nani ni mzima moto. Kwa hiyo lazima ushirikiane. Sisi tukishaokoa tunatakiwa tumkabidhi nani? Huyu mtu wa Red Cross ambao anatakiwa atatoa huduma zote za awali nini, atamfikisha hospitalini, lakini sisi tushamtoa eneo hatarishi, tumemfikisha eneo salama. Kwa hiyo huyu mtu anatakiwa afikishwe pale kwa Red Cross ili hudumiwa sasa huduma zile za awali, aidha amepungukiwa na damu au kuna madhara yote amepata. Kwa hiyo sisi tushamtoa eneo hatarishi, tukishamfikisha pale tayari tumeshamaliza. Lakini traffic atasimama kwamba ataangalia usalama sasa wa lile eneo. Kwa namna gani kuzuia gari zingine zisiweze kufika lile eneo husika, yakasababisha madhara makubwa yakajitokeza. Kwa hiyo akishazuia, ni maana pale eneo la maokozi itakuwa liko salama. Yeye atasimama kwenye upande wake kwa namna hiyo. Lakini sisi tutasimama kwenye upande wetu wa maokozi. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, taasisi mbalimbali ambazo zinazohusiana na maokozi au zinazohusiana na utoaji wa huduma za kwanza. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana nao. Kwa mtazamaji anayefuatilia sasa hivi gumzo asubuhi ya leo ndani ya Arise, Good Morning Arise, anaweza akawa anajiuliza, napotokea ajali yoyote ya barabarani, kitu cha kwanza anachopaswa kufanya, aidha yeye ni majeruhi au yeye ni mwenda kwa miguu, kitu cha kwanza anachopaswa kufanya? Sababu tumeshuhudia watu wengi napotokea ajali, iwe ima ni ya gari la mafuta, ima ni ya gari la abiria, watu wengi huwa wanakimbilia, wale ambao ni wapembezoni wanakimbilia si kuokoa. Wengi tumeshuhudia wakikimbilia kwenda kuchukua vitu ambavyo ni mali za wale ambao wamepatwa na mkasa ule, au wamepata, badala anamkuta amejeruhiwa. Na sasa hivi kuna tabia kutokana na mapinduzi ya sayansi na teknolojia, watu badala ya kuokoa wanakuwa wanachukua picha, kuchukua picha kwamba hii ajali imetokea hapa, lakini wakati ule kuna mtu amenasa kule kwenye vyuma vya magari, naye anachukuliwa. Nyinyi mnasimamia vipi kuhakikisha pia mnatoa elimu wakati wa ajali,
nini cha kuzingatia, na mtu mtazamaji atambue nini anapaswa kuzingatia inapotokea ajali yoyote? Jambo la kwanza anatakiwa kufanya ni lipi? Jambo la kwanza, cha kwanza tunasema kwamba kishaona ajali ya aina yote atoe taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba za dharura ambayo ni 114 kabla ya kuanza kupambana na lile tukio, kwa sababu ajali inaonekana scenario. Ndio. Ajali ni tofauti na tukio la moto. Tukio la moto linaweza katokea pop hapo ukawa na taharuki, lakini ajali na yenyewe ikitokea wewe unakuwa na ufahamu. Ndio. Umeona? Unaona ile ajali imetokea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunasema kwenye upande wa maokozi inatakiwa lazima kuwa makini sana. Kuwa makini kwa namna gani? Tunasema cha pili ni usalama wako. Kisha toa taarifa usalama wako. Aidha kama usalama wako hauko safi, ina maana yale mazingira ya ajali hayako salama kwa ajili ya kufanya maokozi kwa wewe. Usijishughulishe kwa kuwa ushatoa taarifa. Ndio. Umeona? Kwa sababu ajali inavyotokea, kwa mfano ajali gari limegonga sehemu. Kuna vitu ambavyo vinaweza sema kunakuwa na msuguano. Msuguano kwa namna gani? Labda kunakuwa na msuguano kati ya mafuta na kile vile vyuma na mfumo wa umeme wa gari pale. Kwa hiyo inaweza katokea mlipuko muda wote. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasema kwamba lazima uwe salama kwanza. Ndio. Ujali usalama wako. Kwa hiyo ukienda kwa haraka unaweza kukuta unavyofika pale ule mtikisiko ndo unakuja kumalizikia, unakuja kuzalisha cheche, unaweza katokea mlipuko. Kwa hiyo lazima uangalie ili tukio, je, mimi naweza nikalimudu? Kwa kuwa nishatoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo hapa kama naweza kulimudu kulihudumia ili tukio au kufanya maokozi, naweza nikafanya maokozi. Hata kama unaona mtu yuko pale analia, yuko pale amebanwa, lakini cha kwanza angalia usalama wako. Ndio. Tunazungumzia usalama ukiwa umevaa glavu, umeona, za kuweza kwenda kumshika yule mtu, inawezekana anavuja damu, umeona. Labda ile gari liko juu, umeona, lazima uvae helmet, umeona. Uvae ile mavazi ambayo yanaweza kukustiri wewe mwenyewe ukawa uko katika hali ya usalama. Lakini cha pili tunasema cha tatu tunasema zuia eneo lile. Aidha hauna kitu chochote kile cha kuzuia, unaweza kukata hata majani ya miti. Matawi ukazuia kule, kaweka upande wa huku kama nilivyosema pale awali. Inaweza kawa gari zingine zinapita. Lakini ukiweka matawi ya miti unatambua kwamba huko kuna ajali. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari. Kwa hiyo zile gari zitapunguza mwendo, zitafika au zitapita lile eneo kwa usalama zaidi, ili kuepuka madhara siweze kujitokeza makubwa zaidi. Lakini kitu kingine tunasema kwamba kama una uwezo wa kufanya yale maokozi kama nilivyosema, lazima ukafanye kwa umakini. Kwa sababu unavyosema kufanya kwa umakini, hakikisha kwamba tutumie vifaa vilivyokuwa salama. Unaenda kufanya kuna ile unakuta afande mtu amebanwa kwenye vyuma, namna ya kumnasua pale unaweza pia ukazidi kumuumiza au kumuondoa uhai kabisa. Alikuwa ni mtu anaweza kutolewa na kuwa majeruhi, lakini kutokana na vifaa duni au mbinu hafifu ikasababisha, au kutokuwa na uelewa namna ya uokozi ikasababisha kumuua yule, kupata madhara makubwa zaidi. Kwa sababu hizo imekuwa ikitokeza mara kwa mara. Hata kama ajali ikitokea barabarani kama ulivyosema, unakuta mtu amenasa, kilicho nasa ni mguu tu. Sasa huu mguu ndio umenasa, unakuta mtu analalamika. Umeona? Sasa njia mbadala, unakuta watu wengine wanaanza kushauriana pale, mmeshindwa kumtoa, nataka mkate mguu. Umeona? Ili aweze kutoka huko usalama. Kumbe hakuna. Kwa kuwa umeshatoa taarifa Jeshi la Zimamoto, kuna vifaa maalum ambavyo tunaweza kufika pale na kutumia. Umeona? Kuna tutakata pale, kuna kitu inaitwa hydraulic cutter, expander, tutakata, tutafanya safety trick ya ile gari ili isiweze kuseleleka kwa ajili ya kupunguza madhara zaidi kwa yule tunayemuokoa pale. Kwa hiyo tutafanya maokozi kwa usalama kabisa na yule mtu atatoka kwa usalama. Tushashuhudiaga hata ajali mmoja tumeenda kufanya maokozi maeneo ya Kibaha, mtu alinasa ni mguu. Mwisho siku wamemvuta, kafika kipindi wameshauriana wanataka kumkata ule mguu kwamba ameshindikana. Kwa hiyo kwa kuwa walishatoa taarifa Zimamoto, wakafika wakafanya maokozi. Mpaka sasa hivi yule mtu anatembelea kituo cha Zimamoto kuja kushukuru. Kila muda anakuja kushukuru kwamba ningekuwa mpaka sasa hivi hapa ningekuwa kilema, lakini sasa hivi na mguu wangu niko salama. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatokea. Kwa hiyo cha msingi kwamba unataka kufanya maokozi, hakikisha una vifaa ambavyo vilivyokuwa salama. Lakini vile vile kama una uhakika wa kutoa maokozi au kufanya maokozi kwa wakati ule, kama ni janga ni ndogo, yule mtu unaweza kumtoa, hakikisha usalama wako uko vizuri. Mmekuwa na kiasi gani cha semina elekezi hasa kwa watumiaji wa vyombo hivi vya usafiri wao wenyewe kuweza kujinusuru? Sababu saa nyingine unakuta ni wao hawana abiria, mfano magari ya mizigo, yuko dereva na utingo. Namna gani mnakutana na hawa watu kufanya nao elimu na kuambia vitu vya kuzingatia
kabla ya kuchukua hatua yoyote inapotokea ajali? Vizuri. Jeshi la Zimamoto tumekuwa tukizunguka kwenye makampuni mbalimbali, hususan kwa mfano kama hao wanaobeba mizigo kama nilivyosema, hao matransit, magari makubwa yanaenda nchi za nje, yanaenda mikoani. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka kwenye yale makampuni hususan na kufanya ukaguzi na kutoa elimu. Sasa kutoa elimu kwa madereva tumekuwa tukiwapa elimu ya hali ya juu. Tofauti na hii tunaitoa hapa tunagusia kwa sababu kulingana na muda. Umeona? Kwa hiyo wale tunawapa ile elimu ambayo iliyokuwa ya juu kubwa zaidi. Tunachukua muda mrefu, masaa mawili, masaa matatu. Tunakaa tunawapa elimu darasani kabisa. Kwa hiyo tunavyoendelea kuelekeza tumekuwa tukipata feedback. Hata kama matukio majanga yana yote yakiwa yakitokeza, unakuta wanafanya wenyewe kwa haraka zaidi. Ngaja wanatoa taarifa, tukifika pale tayari washafanya maokozi kwa usalama zaidi. Kwa hiyo hii elimu tunayoitoa mara kwa mara inakuwa ikiwasaidia. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka sio kwa uchache labda ni kwa ukubwa. Lakini vile vile tunavyopata airtime kama hizi tumekuwa tukitoa elimu kama hivi. Kwa hiyo kumdirect yule ambao anaendesha chombo chake aweze kuchukua tahadhari namna gani ili aweze kuendesha chombo chake kwa usalama. Vitu gani ambavyo anatakiwa azingatie hata kama ikitokea maokozi na ikitokea ajali ya aina yote anatakiwa azingatie nini. Kwa hiyo hizi elimu zimekuwa zikisaidia sana. Kumekuwa kuna hoja mbalimbali na wewe utatipa usahihi hapo kwamba uchelewaji wa kufika eneo la tukio pia umekuwa ukinasibishwa na Jeshi la Zimamoto. Je, ni kwa kiasi gani vituo hivi vimekuwa ni karibu? Japo hauwezi kukisia kwamba hapa kunaweza kutokea ajali, tuweke kituo cha karibu hapa. Lakini ule utayari wa kupokea taarifa na kuishughulikia na uchakataji wa haraka, sababu tunaamini ile 114 ni namba ya makao makuu. Kwa hiyo jambo linapotokea linaenda makao makuu alafu ndio inaelekezwa kwenye eneo husika kwamba labda ni Mbeya, tunaangalia kituo cha Mbeya, tukielekezea kuna taarifa eneo fulani, nendeni mkafanyie kazi. Utayari wa kupokea taarifa na uharaka wa kuchakata taarifa kisha kwenda eneo la tukio kwa Jeshi la Zimamoto kwa sasa ufanisi wake uko vipi? Namba ya dharura kwanza ni namba ya Tanzania mzima. Sasa tunavyozungumzia Tanzania ina maana kwa mikoa ambayo iliyokuwa hususani hata muda mwingine hata Zanzibar wakitoa taarifa unakuta inaita ile namba 114. Lakini namba za dharura sio ya makao makuu. Namba za dharura ni kwa mkoa husika. Kwa mfano tuko hapa ukipiga hapa itaita, utasikia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Kinondoni. Umeona? Inaita upande wa zoni ya Kinondoni. Umeona? Kwa sababu hii ni zoni ya Kinondoni. Lakini ukivuka tunasema mto Msimbazi. Ukienda kama Kariakoo, ukienda Chanika huko utasikia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Ilala tukusaidie nini. Namba ni hiyo 114. Ukienda huko mkoani, mkoa aina yote Arusha utasikia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Arusha. Kwa hiyo ni dhana ambayo watu wamejenga kwamba labda kuna ucheleweshaji wa taarifa kufika eneo husika, wakidhani kwamba simu inapokelewa kuna makao makuu ya Jeshi la Zimamoto Tanzania alafu ndio inaelekezwa. Sababu hiyo imekuwa nimeuliza hivyo sababu mtaani wanaelewa kwamba simu inapigwa inafika eneo la makao makuu alafu ndio inaelekezwa. Makao makuu ni sehemu ya utawala. Hawadili kabisa na operation yoyote ile kuhusiana na majanga ya moto. Ndio maana namba ya dharura haipo makao makuu. Namba ya dharura iko kwenye zoni husika, mikoa husika ambayo inayo deal na operation za majanga mbalimbali na matukio mbalimbali. Kwa hiyo namba ya dharura mwananchi yote akitaka kutoa taarifa. Ndio maana hata tunasisitiza muda mwingine unaweza kama wewe unakuwa unatembea umeenda mkoa fulani unakuta umepotea. Kinachotakiwa nini? Unaweza kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto. Jamani nimepotea, niko mtaa fulani, nahitajika nipate maelekezo, nataka nifike sehemu fulani. Wanakupa maelekezo. Wanakupa maelekezo kwamba pita hivi mpaka hapo. Kwa hiyo namba ya dharura iko kwa ajili ya matukio maalum kwamba hiko kwenye zoni, haiko kwa ajili ya makao makuu. Ukipiga mwananchi aina yote, ukiwa kwenye zoni labda nilivyozungumzia, ukiwa Kinondoni itaita Kinondoni, ukiwa Ilala itaita Ilala, ukiwa Temeke itaita Temeke. Lakini ukiwa kwenye mikoa huko Mbeya itaita Mbeya, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mbeya tukusaidie nini. Kwa hiyo haitaingia makao makuu. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza cha kwanza mwananchi atoe taarifa kwanza kwa wakati. Kabla ya kuanza kupambana na lile tukio. Ajali imetokea, sio kuanza kuokoa rasilimali za watu alafu zisionekane ulipoziweka. Cha kwanza ni kutoa taarifa kwa Zimamoto. Toa taarifa ndipo utaendelea kupambana na lile tukio. Utaangalia kwamba huyu Zimamoto amechelewa kwa muda gani. Mimi nimetoa taarifa kwa sababu sisi hatuna rada au hatuna sio kama labda hatuna satellite au kama ni malaika. Tunatambua sehemu fulani kuna tukio fulani linatokea. Bali malaika ni mwananchi mwenyewe. Au satellite ni mwananchi mwenyewe. Inapotokea tukio la aina yote nitakiwa toe taarifa. Kwa mfano kama sasa hivi
tunaendelea kutoa tu rai hizi mvua zinavyoendelea kunyesha. Na nilikuwa nataka nitamatishie na hilo kwamba kipindi cha mvua mmejipanga vipi, kwa sababu ajali nyingi pia zinatokana na sababu ya barabara zetu ni korofi, saa nyingine pia wakati mwingine ukungu unasababisha kutoona vizuri, lakini pia ninyi kama jeshi la zimamoto mnazidi kuwekaje ukaribu hasa kipindi hichi cha mvua? Kuna nyaya pia zinaanguka zinaweza kusababisha ajali na milipuko ya magari zikigusa zile bonnet za magari na kusababisha moto. Nyie pia mmejipangaje kwa kufunga na kutamatisha kwenye eneo hili? Vizuri. Kwa kipindi hiki cha mvua tunashauri sana tuzingatie sana usalama, hususan kwa watoto, lakini hata yule anayeendesha chombo chake cha usafiri. Unakuta sehemu tulikuwa napita maji yalikuwa yatwami au alikuwa hayajai. Kama alikuwa hayajai, sasa unakuta maji sasa hivi yamejaa na yanatembea. Haitajiki wewe kupitisha chombo chako pale. Ndio. Umeona? Kwa sababu tuna kawaida ya kupima maji kwa kutumia maji, kwa kutazama. Uende ikawa unavyopita na chombo chako pale chini maji yanatembea kwa kasi. Kwa hiyo kama yanatembea kwa kasi unakuta chombo chako unaweza kaelea na wewe mwenyewe ukawa uko kwenye hatari. Lakini vile vile kupaki vyombo vya usafiri kwenye chini ya miti. Ndio. Kwa mfano mvua inanyesha afu unapaki gari yako chini ya mti, haitakiwi. Au wewe mwenyewe kusimama chini ya mti, haitakiwi. Kwa sababu miti sasa hivi inavyoendelea mvua kunyesha inanyonya maji mengi. Kwa hiyo unakuta mvua inaweza kanyesha na upepo ule ile matawi inaweza tawi inaweza katika ikadondokea chini. Lakini vile vile tunawashauri sana kipindi cha sikukuu kuu imeisha hapa sasa hivi ya wenzetu wa Uislamu, inakuja ya nini? Ya Kristo. Kwa hiyo Pasaka. Kwa hiyo kipindi cha sikukuu tuchukue sana tahadhari. Kuna ile kawaida tunakodi daladala tunaenda kwenye sikukuu. Kwenye party. Kwa hiyo na yenyewe ile tuchukue tahadhari. Tuhakikishe kwamba yule dereva anayeendesha tuache kuchochea ile kusema kwamba endesha kwa haraka fanya hivi. Tuchukue tahadhari na yenyewe. Lakini kuwalinda watoto. Kule wanakoenda kuogelea, iwe bichi, baharini, iwe wapi kwenye swimming pool, wale watoto wawepo na watu wakubwa ambao wako kuangalia wakati wa kwenda kufanya shughuli zao kuogelea. Kwenye michezo ya aina yote tunatakiwa tuwalinde. Kipindi hiki cha sikukuu tukiache kipite na msimu wa mvua. Kwa lazima tuzingatie ili mazingira tabaki kwa salama. Nikushukuru sana Sergeant Fares Kauli kutoka pale Jeshi la Zimamoto Temeke akitutanabaishia. Na yeye pale ni afisa habari msaidizi wa jeshi hili katika kitengo hicho hapo Temeke. Ametupa mengi sana kuhusiana na uokozi hasa katika ajali za barabarani. Kumbe si tu Jeshi la Zimamoto linahusika na mioto, linahusika pia na uokozi hasa kwenye masuala ya mazima ya ajali. Ziwe ni ajali za maji, iwe ni ajali za barabarani, lakini ziwe ni ajali zozote, Jeshi la Zimamoto liko pale kukusaidia. Piga 114 namba ya dharura hiyo. Popote pale utakapokuepo, Jeshi la Zimamoto litafika na wewe ndio mtu wa kwanza kuwa sehemu ya Jeshi la Zimamoto, kwa sababu kutoa kwako taarifa kutawezesha ufanisi wa jeshi hilo kadri siku zinavyozidi kwenda. Na mimi nikushukuru sana kwa asubuhi ya leo ndani ya Gumzo. Umetupa elimu pana. Mimi nilikuwa sijui kwamba mnahusika kwenye maokozi hadi ya ajali. Nilikuwa najua ni moto. Tukisikia Jeshi la Zimamoto ni moto, labda kama ni kwenye ajali za majini kwenda kuokoa watu, lakini kumbe hadi za barabarani mnahusika kwa kiasi kingine. Zinaendelea tutaendelea kulitanua jeshi. Tuendelea kufundishana kwamba ajali ipi tunafanya maokozi, nini kifanyike. Kwa hiyo sawa, nikushukuru sana, nikupe hongera sana kwa kuwa sergeant. Asante sana. Hongera sana. Mtazamaji wa Gumzo kutoka hapa Arise and Shine TV ndani ya Arise Good Morning Arise, niseme sina la ziada. Atakuja hapa The Game Time, anakuja Aram Begeze, balozi ufalmeni, kukupa kile ambacho kimejiri katika viwanja mbalimbali pamoja naye Emmanuel Simon Kisiki, lakini bila kusahau nguvu ya madhabahu na Lightness Jerry itakuwa inajiri hapa muda si mrefu. Kwaheri na uwe na asubuhi njema isiyokuwa na bugdha. Kwaheri. Where are you? What did you do? What did you do for last